nafasi hii ya kipekee kabisa kuwakaribisha katika siku ya 6 ya maombi. Kwa wale wote wanatufuatilia kwa njia ya radio, wale wanatufuatilia kwa njia ya TV, hapa ni Urejezo Church, wale wanatufuatilia Facebook, YouTube, TikTok na mitandao yote ya kijamii, ninachukua nafasi hii kuwakaribisha katika ibada ya jioni. Maombi yetu tutahitimisha Jumapili hii ya tarehe 25. Kwa hivyo watu wote ambao mko manyumbani, unaweza ukachukua nafasi na ukakuja na ukajiunga pamoja na sisi katika maombi haya. Katika maombi ya siku 12 ni maombi ya kufungua malango ya baraka 12 mwaka 2026. Na jana nilikuwa nafundisha lango la 7 ambao ni lango la neema, na nilisema nimeruka mlango ambao nitauongelea siku ya leo, mlango wa 6, ambao mlango wa 6 niliuruka ili niongelee mlango huo siku ya leo, ikiwa siku ya 6, siku ya 6 katika maombi. Na mlango wa 6 unaitwa mlango wa ushindi. Kwa wale mmejiunga na sisi kwa mara ya kwanza, nimefundisha milango 12 ya baraka, milango ambayo itakuwa wazi mwaka mzima. Na mlango wa 6 ni mlango wa ushindi, na huu mwaka tumeutabiria ni the year of victory, mwaka wa ushindi. Kwa hivyo kama ni mwaka wa ushindi, kuna vitu ambao unatakiwa ujifundishe kuhusu kushinda vita. Unawezaje ukashinda vita? Kwa hivyo leo nahitaji tujifundishe namna ya kushinda vita ya kiroho na watu ambao walishinda vita vya kiroho. Unawezaje kushinda vita? Jambo la kwanza, maisha ya kiroho ni maisha ya vita. Maisha ya kiroho ni maisha ya vita. Maana yake maisha ya wokovu ni maisha ya vita. Na ile siku ya tarehe 31 nilikutajia aina ya vita ambao utashinda. Nikakwambia utashinda vita. Utashinda vita ya adui zako, wale ambao wanapigana na wewe. Utashinda vita ya adui zako. Utashinda vita ya dhambi. Katikati yako na dhambi kuna vita kubwa sana. Maana yake utashinda hiyo dhambi. Sasa ili uishinde ni lazima uishi maisha matakatifu. Huwezi kusema nitashinda vita ya uchumi na utafuti. Huwezi kusema ya kwamba nitafanikiwa na hauna njia ya mafanikio. Ili ufanikiwe ni lazima ujue njia ya mafanikio. Kama haujui njia ya mafanikio, huwezi kufanikiwa. Tukasema utashinda magonjwa, tukasema utashinda mashetani. Huwezi kuyashinda mashetani kama haujui neno la Mungu. Ukilijua neno la Mungu, unashinda mashetani yote ambao inakupiganisha. Kwa hivyo ili ushinde huu mwaka, ni lazima pia ujue unashinda nini, vita gani unapigana nayo katika ulimwengu wa roho. Na tulijifundisha vitu hivi vyote tarehe 31, namna ya kushinda. Sasa leo nataka tufanye maombi ya ushindi, maombi ya kushinda. Lakini kabla hatujafanya hiyo maombi, naomba nikuonyeshe watu walioshinda vita. Mtu wa kwanza alishinda vita anaitwa Daudi. Daudi alipigana na Goliati akamshinda. Akashinda hiyo vita katikati yake na Goliati. Goliati alikuwa anapigana na wana wa Israeli. Aliwatishia. Daudi hakuwa mstari wa kwanza. Daudi alikuwa na ndugu zake, walikuwa na nguvu ya kimwili na walikuwa ni wataalamu wa kivita tangu utoto wao, lakini hawakushinda vita yao katikati yao na Goliati.
Goliath alidharau wana wa Israeli. Goliath alisema maneno mabaya juu ya wana wa Israeli. Na Biblia inasema ya kwamba Daudi akiwa kijana mdogo alikuwa anafuga kondoo wa baba yake Yese. Alitamani kushinda vita na akadhamiria, na alipoenda kuwapelekea ndugu zake chakula, Biblia inasema akakuta Goliathi anawadharau, anawadhiaki, anasema maneno mazito. Daudi akukata tamaa. Vita vya Goliath silikuwa ni vita ya maneno. Kwanza aliambia kutokee mtu katika taifa la Israeli anje apigane na mimi leo, na mimi nitamkata kichwa chake na nitamuua hapa hapa hadharani. Na akatangaza hizo vita, akasema mimi akinipiga sisi wote tumepigwa, na mimi nikipiga huyo mtu nyinyi wote mmepigwa. Kwa hivyo wana wa Israeli wakaogopa sana hiyo jitu. Maneno iliyoashiriwa iliwasababisha waogope, wakaogopa kwa sababu ya maneno iliyoachiriwa. Hakuna kitu kibaya kama vita vya maneno. Mtu akitaka kukuadhiri, kwanza anakuongelea vibaya, anakutukana. Kwa hivyo vita vya kwanza vya Daudi na Goliath ni vya maneno. Na ndio maana unaona ya kwamba maneno hayakufi, lakini maneno yanabadilishwa. Andika mahali utakumbuka. Maneno hayakufi, maneno yanabadilishwa. Write down. Andika mahali hapo. Maneno hayakufi, maneno yanabadilishwa. Maneno yanabadilishwa. Goliath akatamka maneno ya kudhiaki, naye Daudi akatamka maneno kubadilisha maneno. Goliath akamwambia, wewe kijana mdogo ambaye leo ninakuua, ninakumaliza, unakuja kwangu na jiwe, wewe usio lolote, leo hii nakuua. Kumbuka nika kijana kadogo, alafu taifa lote tuseme sisi ndio taifa limejaa hapo. Na ujue Goliath akimpiga Daudi, Israeli yote imepigwa. Alafu ka kijana akana nguo ya silaha. Goliath amevaa mavazi ya chuma, Daudi amevaa mavazi ya kawaida. Amevaa mavazi ya chuma, hakuna mshale, hakuna jiwe linaweza kumpata. Na Biblia inasema ya kwamba Daudi akaelewa hizi vita ni za maneno. Maneno inabadilishwa na maneno mengine. Akamwambia, leo na mimi ninakukata kichwa, na kichwa chako kitaliwa na ndege wa angani. Alafu akamuudhi kwa maneno mazito. Unajua ni mtu kirefu kama mimi. Goliath alikuwa mrefu kuliko mimi. Alikuwa ni mtu mnene. Yale ni majitu. Na nika kijana kakamwangalia, kakamwambia, umeniambia umenikujia na upanga, na mimi nakukujia kwa jina la Bwana wa majeshi uliowatukana leo. Unaona, alimwambia leo na kuua. Na yeye Daudi akabadilisha, akamwambia na mimi pia ninakuua leo. Alafu akamuudhi, akamwambia wewe kwanza hujatahiriwa, leo nakutahiri. Sasa mtu mzima akiambiwa hajatahiriwa, ujue hizo ni ngumi zinatembea hapo hapo. Alibadilisha maneno, alitupiwa uoga. Wanasiasa wanasema kuuziwa uoga. Inua mkono, sema sitauziwa uoga huu mwaka. Ongea vizuri. Sitauziwa uoga. Sema nakataa kuuziwa uoga. Nakataa kuuziwa uoga. Aliuziwa uoga wa maneno, na akaelewa maneno hayakufi, maneno yanabadilishwa.
akamwambia, na mimi leo nitakupiga mbele za Bwana Mungu uliotukana leo. Wewe kwanza hujatahiriwa, na leo kichwa chako nakikata. Na ana kisu na ana upanga, anasema kwa imani. Na Biblia inasema akachukua jiwe. Daudi alitambua Yesu Kristo anaitwa jiwe la pembeni. Kwa hivyo alipochukua lile jiwe, Mungu akahape katika lile jiwe, likawa sio la kawaida. Alitupa moja, alichukua matano. Alijua namba 5 ni namba ya neema, lakini moja tu akalitupa, likaingia hapa chini. Akamkimbilia, akachukua upanga wake na akamchinja, akachika kichwa na akainua juu, nimemuua. Na Wafilisti walipoona hivyo, wote wakakimbia. Unaweza kuwa kijana mdogo na ukashinda vita. Unaweza kuwa umeokoka leo na ukashinda vita. Bwana asifiwe sana. Amen. Usiwe uoga na wachawi. Mchawi akikwambia mwaka huu nitakuloga, na wewe hapo hapo mrudishie. Vita vya maneno vinarudishangwa na maneno. Mtu akikwambia wewe utakufa, hapo hapo sema sitakufa, nitaishi. Utakufa wewe. Amen. Hello. Hello. Na ukiona ukimrudishia atakupiga kofi, nenda chooni. Kama unajisaidia, badilisha maneno yake hapo hapo chooni. Mungu wetu yuko mpaka ndani ya choo. Amen. Mungu wetu yuko ndani mpaka kuzimu. Amen. Yeye ni Jehova. Amina. Yuko kila mahali. Oh. Inua mikono, sema maneno hayakufi. Maneno hayakufi. Maneno yanabadilishwa. Maneno yanabadilishwa. Inua mikono, sema kila maneno walionitamkia ya kwamba sitafanikiwa, na yabadilisha. Mimi nitafanikiwa. Pate Yesu makofi mazuri. Mtu akikwambia wewe hautawahi olewa, usinyamaze na ukachukulia hiyo maneno kama ya kawaida, because maneno ni roho. Yesu anasema maneno ninaowaambia ni roho tena ni uzima. Amen. Mungu aliumba kwa maneno, hivyo maneno inaumba. Mtu akakwambia hautaenda mbali, usikubaliane na maneno yake, yabadilishe. Sema mimi nitaenda mbali. Kuna watu mko hapa mlitamkiwa maneno mabaya, ukaambiwa utakaa mjini na hutawahi jisaidia. Yes. Ni lazima ubadilishe maneno. Amen. Hata mimi mwalimu wangu alinitamkia maneno mabaya. Akaniambia mimi ni kichwa, sijui kichwa rara, sijui kichwa nini. Na akanicholea kichwa na macho mawili, ya kwamba mimi nitabaki kuwa mkia na siwezi kujisaidia. Na mimi nilipookoka nikajua maneno ya mwalimu inaweza kuniadhiri. Nikasema katika jina la Yesu, yule mwalimu aliitwa Jessica, nabadilisha maneno yake. Amen. Mimi nitakuwa kichwa sio mkia. Amen. Leo mwalimu ananiona kwa TV. Amen. Na naweza kumpatia mshahara. Amen. Badilisha maneno. Amen. Ita watoto wako waweke hapo chini, wekelea mikono mwenyewe na useme maneno iliyotamkwa na mwalimu kinyume na watoto wangu na yatengua. Amen. Tengua maneno ya ndugu zako. Amen. Tengua maneno ya rafiki zako. Amen. Mtu aliyesema hautaenda mbali, tengua maneno yake na useme nitaenda mbali. Amen. Mtu aliyesema utakufa, lazima ujitamkie useme sitakufa. Amen. Mtu aliyekwambia utafukuswa, lazima ujitamkie sitafukuswa. Amen. Maneno yanabadilishwa na maneno mengine. Amen.